tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Wiki hii ilitabiriwa siku 25,710 zilizopita na nabii mjumbe. Kisha Mungu akamtuma nabii wa Waefeso 4 ndugu Joseph Branham atukumbushe yapata siku 2022 zilizopita kwamba unabii wa nabii mjumbe William Branham ungetimizwa hivi karibuni sana, na akatuambia kwamba Mungu alikuwa akitupa mazoezi kukaa nyumbani na kuwa na ibada za kanda za nyumbani ulimwenguni kote, ili kwamba tuweze kujifunza jinsi ya kuendelea kuishi kiroho katika nyakati hizi ambapo makanisa yetu yatakapofungwa. Hili sio jambo jipya kuhusu ibada za nyumbani. Ndugu Branham alisema hivi kuhusu kanisa la kanda la nyumbani la Rahabu huko Yeriko. Walikuwa na kanisa usiku huo katika nyumba yake. Alitumia nyumba yake kama kanisa kupokea ujumbe. Mungu, jalia tufungue mioyo yetu na kupokea ujumbe kwamba Yesu yu hai usiku wa leo. Yupo papa hapa miongoni mwetu, ni yeye yule jana leo na hata milele. Ifungue nyumba yako na umruhusu mjumbe Roho Mtakatifu aingie na kukutambulisha kwa uwepo wake mwenyewe, ishara iliyopo juu yako. Ndipo huna haja ya kuchukua neno la mtu yeyote mwingine kwa hilo. Yeye yupo kujitetea mwenyewe, na yeye ni neno. Hiyo ni kweli, ni ishara ya Mungu kujitambulisha yeye mwenyewe. Alitumia nyumba yake kwa ajili ya wajumbe, ndipo akaingiza mji wote ulioweza kuamini chini ya ishara hiyo hiyo. Na hivyo ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa likifanya leo hii, kuingiza kila kitu kitakachoamini chini ya ishara. Ndugu Branham pia alisema, na mitume wakaenda nyumba kwa nyumba wakimega mkate pamoja na watu, na kulikuwako na ishara kubwa na maajabu yaliyofanywa. Mungu daima waongoza watu wake kwa nabii, mtu mmoja. Naye Mungu leo ametuongoza tena kuwa na ibada za kanda za nyumbani, kwa sababu muungano wa makanisa na serikali utayafunga majengo ya makanisa yetu ya mapokeo. Chakula kilichohifadhiwa tayari kimeshatolewa kwetu sisi ili kutudumisha hai kwa wakati huu. Njia ya kimapokeo ya kwenda kanisani inaenda kutoweka upesi, naye Mungu bado anawalisha wanakondoo wake kwa njia ya malaika mjumbe wa 7 William Marion Branham. Sasa tuingie kwenye barua ya tai wanakusanyika pamoja kutoka maskani ya Branham kwa ndugu Joseph Branham. Mpendwa ukuani wa kifalme, kila mtu na aume kidole chake. Finya nafsi yako na ufanye moyo wako thabiti. Leo bibi harusi wa Yesu Kristo anapaza sauti. Leo unabii huu umetimia mbele ya macho yetu. Ninaamini moja siku hizi tukufu, wakati muungano huu wa umoja wa kanisa utakapoungana, kisha papa mpya atoke Marekani na kuwekwa huko juu kulingana na unabii, ndipo basi watafanya sanamu kama ya yule mnyama. Sauti ya nabii wa Mungu ililinena hilo tarehe 19 mwezi Disemba mwaka 1954, na miezi 9 baadaye Robert Prevost, ambaye sasa anajulikana kama Papa Leo wa 14, alizaliwa. Yeye sasa ndiye papa mpya wa Rumi. Bwana asema hivi, imetimia. Tarehe 7 mwezi Mei mwaka 1946, Mungu alimweka nabii wake kule Greensmill, Indiana, kumpa agizo lake na kuutangazia ulimwengu. Huyu ndiye malaika mjumbe wangu wa 7 mwenye nguvu, sauti yangu kwa ulimwengu, msikieni yeye. Wakati malaika wa Bwana alipokutana nami kule Greensmill, Indiana, miaka 8 iliyopita, baada ya kuwa tangu utotoni akinifuata akionyesha maono, nilipomwendea alisema, kama utakuwa mwaminifu wafanye watu wa kuamini, hakuna kitakachosimama mbele ya maombi. William Marion Branham ndiye sauti teule ya Mungu kwa ulimwengu, nabii hodari ambaye neno la Mungu humjia. Kulingana na neno, yeye ndiye mfasiri pekee wa kiungu wa neno la Mungu. Yeye alithibitishwa na Mungu mwenyewe kwa nguzo ya moto. Tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2025, Shetani aliliweka baraza lake la makardinali katika kanisa la Sistine huko Rumi ili kumchagua halifa wao wa Kristo, ili kuitimiza Bwana asema hivi. Yeye alithibitishwa na mtu mwenye pafu la moshi mweupe.
Bibi harusi wa Kristo ulimwenguni kote anafurahi, anapiga kelele, anapiga vifijo na kumsifu Bwana tunaposikia na kuona kwa macho yetu wenyewe unabii wa nabii ukitimia. Ni kana kwamba tunaiona bahari ya Shamu ikifunguka mbele ya macho yetu, mana mpya ikianguka kutoka angani, mamilioni ya kware wakimshibisha bibi harusi, maji yakitoka kwenye mwamba, moto ukishuka na kuiteketeza dhabihu, tukiwa na Eliya. Unabii unatimizwa kila siku. Neno la Mungu lililoahidiwa linadhihirishwa katika maisha yetu. Mambo yanatukia pande zote. Bibi harusi amejiweka mwenyewe tayari kwa kulisikia na kuliamini neno. Sisi ni neno lililofanyika mwili. Hakika tumewasili. Muda umewadia. Bibi harusi anafurahi na kuungana pamoja ulimwenguni kote kuliko hapo awali. Nabii anamhakikishia upya bibi harusi kwa kutuambia sisi ni ukuhani wa kifalme wa Mungu, taifa takatifu, watu wa kipekee walioitwa watoke, wateule, waliochaguliwa na wakatengwa. Sisi sasa tu wana na binti za Mungu, tukiongozwa na Roho wa Mungu, si na mwanadamu bali na Roho. Tunajua pasipo na shaka hata chembe, sisi ni bibi harusi wake. Imani yetu inafikia viwango vipya kila siku. Hakuna wa kutuzuia au kutupunguza mwendo. Mungu ametufunulia hilo na kulitia nanga katika mioyo na nafsi zetu. Bibi harusi tumetambua kikamilifu sisi ni nani. Tuko katika nchi yetu ya ahadi ya kiroho. Tumemiliki kabisa kila kitu. Tuna amani ya kimbinguni, baraka za kimbinguni, Roho wa kimbinguni. Kila kitu ni chetu. Tunajiweka tayari tu kwa ajili ya yale yajayo ambayo yeye ametutayarishia. Parapanda ya Bwana italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Miili hii ya mbinguni itashuka ije ivae ya duniani, miili ya utukufu, nasi tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Tutanyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani. Ni siku iliyoje! Ni wakati wa jinsi gani! Hakuna njia ya mimi kusema kwa maneno ya kibinadamu kile sisi sote tunachokihisi katika nafsi zetu. Mioyo yetu inaenda mbio. Hatulifanyi hilo. Roho Mtakatifu ni kama kisima kinachofoka maji kikibubujika ndani yetu. Bibi harusi amekuwa akiungojea wakati huu tangu siku za Adamu. Na sasa sisi tumewasili. Tunawakaribisheni, tunawaalika, tunawasihi. Njooni muungane nasi kwa ajili ya wakati mkuu sana ambao ulimwengu umepata kuujua. Tunapoisikia sauti ya Mungu ikilifunua neno lake kwetu, Jumapili hii saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki. Tunaposikia 60-0518 kufanywa wana wenye mamlaka, sehemu ya pili, ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ujumbe: Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Waefeso sura ya 1 yote, Warumi sura ya 8 mstari wa 19, Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 9, Waebrania sura ya 6 yote, Yohana sura ya 1 mstari wa 17. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na shalom. Anwani ya kusikiliza moja kwa moja pamoja na bibi harusi kote ulimwenguni katika maskani ya Branham na katika lugha za nchi zingine.